akufunulie siri zake ili kitokee nini? Ili umpinge. Yani wewe ukubali kutumika, unataka siri za Mungu for which purpose? Utuambie purpose yako ni ipi? Lazima kuwe na purpose, si ndio? Lazima iwe purpose. Sasa unataka siri za Mungu tu. For which purpose? Nipe ufunuo Bwana, nipe ufunuo kwa ajili ya nini? Anasema Mungu hatatenda jambo pasipo kuwafunulia watumishi wake manabii habari zake. Sawa? Kumbe Mungu anayofunulia anataka uwe mtumishi wake ama kinywa chake. Hapa mimi natoa unabii, ni kinywa cha Bwana. Ndio maana namtetea, ndio maana natetea Injili, ni nabii wa Mungu kweli kweli. Natoa unabii hapa. Natoa unabii hapa. Mwezi wa 7 tukutane. Sawa? Tukutane mwezi wa ngapi? Liko jambo, narudia tena kulisema, mwezi wa 7. Nishalisema. Liko jambo linaenda kutokea nini? Mwezi wa 7 pale, mwezi wa 7. Utaona kwa macho yako. Utaona. Mwezi wa ngapi? Wa 7. Yupo mtu. Mwezi wa 7. Yuko mtu. Mwezi wa 7 kuanzia hapo. Utaniambia jambo. Nalo hilo litatokea. Otherwise abadiliki. Sasa hatuwezi kwenda tukafanikiwa kama hatutokuwa na roho ya ufunuo. Sawa? Anielewa? Ili utakaposoma andiko, utakapolifundisha, utakapolifunua kwa watu, kila kitu utakachokisema watu kwao kiwe ni pointi, sio pointless. Hatuhitaji pointless, tunahitaji pointi tu. Sawa? Sawa? Raja wasema watu powerfully fire. Sasa wanasema wanakuja kushauri, wewe unasemaje hapa? Ushauri. Ukiona mtu anaweza kukushauri neno, manake umeongea maneno, hujafunuliwa neno. Neno likitolewa kama neno lilivyo kwa ufunuo wa kimungu, halihitaji ushauri, sababu ni Mungu amelileta, uliseme kama lilivyo. Lakini kama wewe hutaki kumuomba Mungu kwa habari ya ufunuo akufunulie, kwa hiyo utaanza kutaka kutumia hekima ya dunia kuzungumza neno. Hekima ya dunia ni upuuzi. Unaelewa? Sio kwamba mpaka aanze kusema naona huna mume, ni mzinzi, ni nini. Yesu alikataa apige roho ya uzinzi pale, ashughulikie roho ya uzinzi. Sema jana nilikuwa na gesi na juzi. Sio kwamba Yesu alikuwa ajui huyu mtu yukoje, lakini amepata hekima ya namna. Tunapozungumza kwa habari ya hekima ya namna kumsaidia mtu, watu wengi wanafikiri kumwambia tu sirini. Sirini kule unamwambiaje? Watu wanajua kwamba usiseme mbele ya watu, mwambie mambo yake wapi. Sirini pia unamwambiaje? Si unaelewa? Yaani watu wanafikiri kwamba kuto kumdhalilisha mtu ni kuto kumwambia mbele ya halaiki. Hata ukiwa naye ukamwambia mambo kwa namna ambayo si njema, bado ni kwamba unamdhalilisha. Haya, sikupe ushirikiano mzuri na ukashindwa kumsaidia. Yesu akasema kamlete mmeo hapa. Yule mke akasaje, sina mume. Yesu akasema umejibu vyema kwamba sina mume, kwa maana sawa, kwa maana hata wale 5 ulionao sio wa kwako. Unaona sasa, sina mume. Sasa ni kweli umejibu vyema kwamba huna mume, lakini hata wale 5 wale 5 sio wa kwako. Hata huyu uliye naye sasa naye si wako. Wewe ni nabii. Unaona? Wewe ni nabii, yamkini wewe ni nabii. Naona sasa yeye mwenyewe anathibitisha sasa, yamkini wewe ni naye.
ni nabii.